Kesi ya rapper Sean Diddy Combs imefikia hatua muhimu mnamo Jumanne hii ya Julai mosi mwaka 2025 baada ya baraza la waamuzi wa mahakama jury kumaliza majadiliano ya siku yani deliberations kwa kufikia uamuzi kuhusu mashtaka manne kati ya matano yanayomkabili. Hata hivyo hawakuweza kufikia uamuzi juu ya shtaka la kwanza na kubwa zaidi ambalo ni njama ya uhalifu wa mtandao wa kihalifu, racketeering conspiracy, ambalo litajadiliwa tena Julai 2 kuanzia saa 3 asubuhi kwa saa za Marekani Mashariki na vilevile saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika mahakama ya shirikisho ya Manhattan. Shtaka hilo linaweza kumhukumu kifungo cha maisha jela ikiwa atapatikana na hatia. Mashtaka dhidi ya Combs ni pamoja na 1, njama ya uhalifu wa mtandao, racketeering conspiracy; 2, usafirishaji wa Casey Ventura kwa minajili ya ukahaba; 3, biashara usafirishaji wa Ventura yani Casey na wengine kwa ukahaba; 4, biashara usafirishaji wa Jen kwa biashara ya ngono; na 5, usafirishaji wa Jen na wengine kwa lengo la ukahaba. Shtaka la kwanza linaendeshwa chini ya sheria ya RICO yani Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ambayo ilianzishwa kupambana na viongozi wa magenge ya uhalifu na imewahi kutumika pia katika kesi ya R. Kelly. Shahidi mkuu wa upande wa mashtaka Casey alieleza kuhusu kile alichokiita freak-offs, vitendo vya kingono vya Combs, lakini akasema wafanyakazi wake hawakuwepo mara nyingi wakati matukio hayo yalipotokea. Mawakili wa utetezi walijaribu kupinga shtaka la RICO kwa kuhoji iwapo wafanyakazi wa Combs walishuhudia matukio hayo kwa lengo la kupunguza uzito wa ushahidi wa mashtaka. Jumanne sasa baraza la waamuzi yani jurors lilimtumia ujumbe Judge Arun Subramanian likisema wameafikiana kuhusu shtaka la pili hadi la 5, lakini wametofautiana kuhusu shtaka la kwanza. Jaji aliwaagiza waendelee na majadiliano yani deliberations akisema, nimepokea ujumbe wenu kwamba mmefikia hukumu kwa mashtaka 2 hadi 5 lakini si la kwanza. Tafadhali endeleeni na majadiliano deliberations. Mahakama ilijaa mvutano mkali huku wakili wa utetezi Marco Agnifilo akiomba jaji atoe maelekezo rahisi ya kuendelea, huku upande wa mashtaka ukitaka ujumbe unaoeleza kuwa kesi inaweza kuanza upya ikiwa kutakuwa na uamuzi. Hatimaye pande zote zilikubaliana katikati. Combs alionekana kuwa na huzuni wakati wa vikao na mara kadhaa alifarijiwa na timu yake ya wanasheria. Kabla ya kutoka mahakamani alizungumza kwa sauti ya chini, yani kwa kunong'oneza na watoto wake 6 waliokuwepo kwenye safu ya pili na kumfariji mama yake kwa kumwambia, nitakuwa sawa na kupenda mama, huku akijigusa kifuani kwa ishara. Mahakama pia ilijadili uwezekano wa kufunguliwa Julai 3, siku ambayo kwa kawaida hufungwa yani Alhamisi, iwapo majadiliano yataendelea hadi Jumatano. Kwa kuwa Ijumaa ni siku ya kitaifa, upande wa mashtaka ulitaka mahakama iendelee ili kuepusha kuchelewa hadi Jumatatu, wakati Agnifilo akitaka uamuzi uahirishwe hadi mwisho wa Jumatano ili kutowalazimisha mahakimu ili kutowalazimisha majaji. Kesi hii imevuta hisia kubwa za umma na vyombo vya habari, huku waandishi na watu mashuhuri wa mitandaoni yani influencers wakikusanyika pale nje, wengine wakiwa na rusha live kwa ajili ya kupata content. Majadiliano ya mwisho kuhusu shtaka kubwa la racketeering yatakuwa na athari kubwa, kwani yanaweza kumtumbukiza Diddy katika kifungo cha maisha au kumpunguzia adhabu. Hatma ya Diddy bado ipo mikononi mwa hili baraza la waamuzi wa mahakama jury ambalo litarejea tena Jumatano hii.